Sasa kitu ambacho unatakiwa ukielewe kwenye maisha yako, unapokuwa unaokoka, maana yake maisha yako unayasalimisha kwa Yesu. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa ukielewe, mtu wa kwanza kuwa karibu na wewe sio mume wako, wala sio mke wako, wala sio watoto wako, wala sio wazazi wako, ni Yesu. Yesu ndiye anayeingia kwako na ahadi zake au kiapo chake. Anasema, huyu niliyepewa na Bwana sitamtupa nje kamwe. Alafu huyo nitahakikisha simpotezi mpaka siku ya ufufuo. Hiyo ni ahadi kutoka kwa Bwana. Kuna ahadi nyingi zinaweza kutolewa na wanadamu, hasa kwenye ndoa au kwenye uchumba. Ahadi za kwenye ndoa huwa zinasema, huyu ni wa kwangu, sitamwacha mpaka kifo kitutenganishe. Hizi ni ahadi ambazo tumeiga kwa Yesu. Lakini hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kutembea na hizo ahadi kama kikiumana. Ila Yesu, yeye anasema sitamtupa nje kamwe. Na ushahidi huo upo kwenye Biblia. Wale wote ambao Yesu alipewa na Mungu ili awachunge, akiwemo akina Yuda, wakiwemo akina Petro, alisimama nao. Sasa napokuwa naongelea habari za kwamba usiogope kukataliwa na mwanadamu, nina maana kubwa sana, na unisikilize vizuri. Biblia inasema adui wa mtu ni yule wa nyumbani mwake. Ni maandiko yanasema. Alafu haya ya maandiko yanasema, shika sana ulicho nacho, asije mtu akatwaa taji yako. Ni Biblia inasema. Na mtu anayeongelewa hapa sio mgeni. Mtu anayeongelewa hapa ni mtu wa karibu, mnayefahamiana, mnayejuana vizuri. Biblia ndivyo inavyotafsiri. Wengi waliomsaliti Yesu ni wale watu wa karibu, wale ndugu wa karibu, sio wa Samaria, ni wale wa karibu. Na Yesu alifanya miujiza kwa Wayahudi, akafanya miujiza kwa Samaria. Waliorudi kuja kumshukuru Yesu walikuwa ni wa Samaria ambao sio kabila lake. Na injili kwa Samaria ilikubalika kuliko kwa Wayahudi ambao ndio kabila lake.